Kwa sababu amekuwa mwaminifu na amekuwa msaada. Amekuwa kimbilio na amekuwa mtetezi. Bwana asifiwe. Amen. Kwanza kwa majina wasionijua, naitwa Pastor Protas Wanzala. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Ines ndio alikuwa anashuhudia, nilimchua tukiwa kule ng'ambo kwa kanisa ambalo limekuwa linaitwa Bible Followers Ministry. Nimekuwa kule kwa muda mrefu nikihutuma kule. Lakini kwa sababu Mungu hana mapendeleo. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana nimekosa kuja huku. Hapana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo pastor alinitafuta. Alikuja nyumbani akaniomba ya kwamba pastor naomba twende tufanye nawe kazi. Haleluya. Amen. Nikamwambia kwamba mimi sina uwezo. Uwezo ndio Mungu ako nao. Nikamtuma kwamba enda omba. Ikiwa Bwana amechalia achia kipali tutakutana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Na naachia kwamba aliomba. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana neno nasema kwamba aombaye hupewa. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu leo hivi niko hapa. Nimeunganika na yeye katika roho moja. Bwana sifiwe. Amen. Naachia kwamba vita vipo. Vita vipo. Yes. Na hatutajali vita kwa sababu Mungu anasema kwamba ondokeni. Haleluya. Ametutuma tuondoke na tuangaze injili yake. Amen. Na akasema kwamba msiogope vita. Maana vita ni vya Bwana, ushindi ni wetu. Yes. Haleluya. Ninachia kwamba vita vipo, watatupika vita. Hata mahali nimetoka najua dawa watatupika vita. Lakini vita si vyetu, ni vya Bwana. Yes. Haleluya. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nataka nishukuru kila mmoja. Kwanza asubuhi nilipoingia hapa, Mungu alinielekeza kwa vitu vitatu. Haleluya. Nilipomaliza maombi yangu, Bwana akasema kwamba sasa enda ombea vichana. Bwana alete vichana katika kanisa hili. Haleluya. Nikamaliza hatua ya vichana, Mungu akasema kwamba ombea wamama. Mungu alete wamama kanisa hili kwa chai. Bwana sifiwe. Mungu tena akamaliza akasema sasa malizia kwa wazee. Maana wazee palipo neno la Mungu linasema kwamba mahali wazee wapo neno hawezi haribika. Haleluya. Mahali wazee wapo neno la Mungu linaweza tengenezwa. Haleluya. Hata kama iko mabaya, wazee ukikaa mambo ya Mungu inatengenezwa. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu maombi Mungu amejibu. Hata kama mzee amepatikana mmoja, Mungu amejibu. Bwana sifiwe. Mungu amejibu. Kwa hivyo nataka nishukuru vijana. Hili ni kanisa la Bwana. Haleluya. Hili ni kanisa la Bwana. Hata wengine ambao wamesema kwamba tumetoka mahali pengine, na useme kwamba karibuni katika kanisa hili. Bwana sifiwe. Nataka nimtume mnapotoka hapa vijana. Ambia vijana wenzake kwamba tuko mahali pazuri. Wacha twende kule tukaa pale tutaparikiwa mahali pale. Bwana sifiwe. Mungu ako na kusudi kuwaleta nyinyi mahali hapa. Ili msimame na kanisa hili, ni kanisa hili lisonge mahali. Bwana sifiwe. Musa asante. Najua kwamba Mungu si mjinga. Kukuleta wewe hapa. Haleluya. Licha unapoangalia hakuna mtu wa rika yako. Lakini Mungu anajua ya kwamba wote utakaposimama kwa pengo hili, watu wazee wengine watakuja. Bwana sifiwe. Kupitia kwako utaleta wazee vile umeshuhudia ushuhuda wako, nimefuatia ushuhuda wako mzuri sana. Ninajua kwamba Mungu ako na wewe. Ako na sababu kukuleta wewe hapa na kupitia kwako utaleta wazee wengine. Haichalishi. Maana niseme kwa Mungu nilikuwa naomba ya kwamba Mungu haichalishi watu watatoka wapi. Haleluya. Haichalishi wewe ndio unajua. Hata watoke ng'ambo, hata wataka wapi? Magharibi kaskazini. Wewe ndio unawaleta. Kusanya wote wawalete. Haleluya. Kwa hivyo sisi hatujui ya kwamba Mungu atatoa watu. Haleluya. Sisi kazi yetu ni kukaa na kutulia. Mungu mwenyewe achibu maombi yetu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa hivyo sasa tunapoondoka wazee wa mama, tunapoondoka tuhubiri injili ya Bwana. Injili ya Kristo. Haleluya. Tuambie kwamba Yesu anaponya. Yesu anatuhitaji. Yesu anatamani kweli watu wa Mungu. Haleluya. Kanisa kama hili inahitaji watu wachache. Bwana sifiwe. Haleluya. Najua mahali mimi nilikuwa nahutumia watu 100 na watu walikuwa wamechaa. Kanisa hili kidogo. Haleluya. Kwa hivyo sijaona watu. Sijaona vijana. Natamani nione watu kama wamechaa. Na nataka nione wasee kama 10, kama 15. Bwana sifiwe. Wamama nao najua wanakuanga wengi. Wamama nao wawe 30. Bwana sifiwe. Unaona sasa wamama tukapata 30, wasee wawe 15 ama 20. Hao ni watu 50. Vijana nao wawe karibu watu 20. Bwana sifiwe.
Unaona sasa kanisa linasimama na Mungu anafanya kazi yake pasipo kujua. Bwana asifiwe. Asante. Najua Bwana hapo ni mpango mzuri. Hata aweze kutuacha. Mungu hawezi kutuacha, hawezi kutuacha. Hata watu waseme na managani, Bwana hawezi kutuacha. Bwana asifiwe. Ninataka sasa nilete neno kwa wakati huu. Sijui roho Mungu atanisaidia ni maisha kwa mtakani. Na wakati nitamalizia hapo ndio Mungu atakuwa amehusika kumaliza. Bwana asifiwe. Nataka ninene neno ya Bwana chia neema. Haleluya. Neema ni nini? Neema. Haleluya. Neema. Mungu pasipo kuachilia neema yake sisi hatuwezi. Neema ya Mungu inashinda neema ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuambia kwamba duku kweli nimekuonea huruma. Nimeona umeteseka, nitakufanya hivi. Lakini anasema tu kwa mtomo. Lakini Mungu akiachia neema yake. Haleluya. Neema ya Mungu inaposhuka, unaona kwamba kile kitu kinawezekana. Haleluya. Wazee wanachaa, wamama wanachaa, vijana wanachaa. Na unaona neno la Mungu watu wanabarikiwa. Bwana asifiwe. Neema. Neema ni kitu muhimu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana ni mtu wa neema. Yeye ni Mungu wa neema. Yeye habadiliki, bali habadiliki kama wanadamu. Yeye anaposema kwamba nitaleta watu, ataleta. Nitaleta wamama fulani, nitaleta. Vijana watachaa, ataleta. Haleluya. Amen. Hata mimi sikujua kwamba ataweza kutumu hapa. Haleluya. Lakini kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya Bwana, kwa sababu ya Mungu, jana nilikuwa ninishia na watu wengine. Nikamwambia kwamba kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu, mimi ndiye ninaachiwa. Kwa hivyo mkinifozi nitaumia. Haleluya. Kwa mambo mengine mtu akikufozi kufanya kitu kingine ambacho umepita, unaweza umia. Unaumia. Bwana sifiwe. Mzee ni mtu mzima tu. Sasa hizi mtu tunaweza sema kwamba utarudi kijana. Inawezekana. Inawezekana kweli? Haiwezekani. Wakati wa kijana ulisha. Wakati wa rika yako ulisha, sasa umeenda hazo unaona umesonga mzee. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa sasa mambo mengine watu wanataka kurudisha watu nyumba katika sehemu nyingine. Yes. Bwana sifiwe. Ambapo Mungu naye hataki. Haleluya. Hilo jambo lilikuwa na hukumu moyo wangu. Unaniumiza moyo wangu nikikaa, nikitembea, nikisema ya kwamba Bwana, ikiwa ni mapenzi yako iwe, ikiwa si mapenzi yako, safanya kitu mwenyewe. Haleluya. Na ninachia kwamba Bwana hataweza kutuacha. Hawezi. Hataweza kutuacha. Bwana sifiwe. Waje tusome neno sasa. Tuende katika neno la Mungu. Yes. Tusome katika Zaburi. Zaburi 27. Zaburi 27. Tusome tu kuanzia penyewe, mstari wa 1 na 2. Tuone kiendelea tuseme nini na Bwana anasema nini. Zaburi 27 from verse 1. Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Nimwogope nani? Haleluya. Bwana ni nuru yangu. Tena ni wokovu wangu. Nimwogope nani? Yes. Sauti alipofika katika sehemu hii kukariri hilo neno, aliona uzito. Alikuwa anatishiwa na watu. Alikuwa anapigwa mawe. Haleluya. Alikuwa anarushiwa mawe. Sasa akaona kwamba sasa ni nani sasa nitakayemwangalia? Ni nani nitakayemwelekeza maisha yangu? Ni nani nitakayemuita? Sasa akaona kwamba watu wote nimeona kwamba hawana msaada. Hawana msaada. Akaona kwamba sasa mimi nitaelekeza maisha yangu kwa Bwana. Haleluya. Sasa akaanza kusema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana sifiwe. Bwana ni nuru. Nuru ya Bwana inapoangaza unaona mbali. Haleluya. Unaona mbali. Unaona ambapo mtu hajawahi kuona wewe unaona. Kwa sababu umeangaziwa nuru. Haleluya. Nuru na giza siku viwili. Bwana sifiwe. Giza huwezi kuona. Lakini nuru unaona. Haleluya. Sasa nuru ya Mungu unaona mahali unaona mbali sana. Ambapo mwana wa Mungu, mwanadamu hawezi kuona, wewe unaona. Haleluya. Kwa hiyo Bwana Biblia inasema Bwana ni nuru yangu. Daudi akaanza kuomba hilo zuri. Ombi. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Nimwogope nani? Yes. Nimwogope nani? Atakaye kuja kwa msaka yangu nimwogope nani? Atakaye rushi kwa makombora juu ya maisha yangu. Atakaye rushi kwa makombora kwa sababu ya wokovu wangu. Nimwogope nani? Amen. Haleluya. Mara mingi sisi tunaweza penda wokovu wa wanadamu. Anakudisha na maneno. Anakudisha na mambo yake. Haleluya. Sasa unakaa ukitetemeka, unakaa ukihofu. Kwamba huyu ataniua, huyu atanimaliza. Lakini Bwana anasema, Daudi huyu anasema, Bwana asifiwe. Bwana ni nuru yangu. Bwana ni nuru yangu. Yes. Yeye ni wokovu wangu. Nimwogope nani? Yes. Haleluya. Mbona tunaogopa wanadamu? Wanadamu atakutenda nini?
Bwana sifiwe. Mwanadamu hawezi kukutenda kitu chochote. Yeye pia aliumbwa kama wewe. Haleluya. Hata waseme maneno mabaya juu yako, hata wakuzingizie, hata waseme nini, lakini usiku wanalala. Amen. Hata amka wanalala. Amen. Mungu ndiye asinzi. Amen. Yeye halali, lakini mwanadamu analala. Yes. Hata aseme nini? Atalala. Na wakati analala, unajua Mungu atafanya nini? Bwana sifiwe. Atamfanyia nini? Maana paka hata kama anajua anasema kwamba niko na madawa yote. Na usiku pia yeye wakati anaenda kupumzika. Akipumzika Bwana akitaka kumtenda kitu atakosa kutenda. Bwana sifiwe. Atamtenda kitu, ataamuka kama ameenda. Kwa hiyo Bwana ni wokovu wetu. Tumtegemee Bwana. Wokovu ni Bwana. Tukimjua Bwana, Bwana tupee wokovu. Ni heri yule anayeokoka. Yes. Yule mtu ambaye ameokoka ni mtu mzuri. Anamjua Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usiokope mwanadamu. Yes. Mwanadamu yeye mpitaji tu, ni kivuli tu. Anapita. Ni kivuli. Kama kivuli cha mti. Yes. Haleluya. Hapa simchua kivuli zikiko. Lakini chua ikifika hapa kitarudi. Inatoka kule, inatoka inaenda huko. Sasa mwanadamu ni kivuli. Kama ni kivuli. Haleluya. Kwa hivyo hatuwezi kuokopa mwanadamu. Hatuwezi kuokopa matisho ya wanadamu. Licha wanasema, licha wanarusha makombora. Bwana asifiwe. Licha wanaweza sema kwa nini mbona ameenda tu kwa kanisa njaka hivi. Ameenda tu hapo. Haleluya. Unajua watu wa kuzinga maneno. Wanaweza ngoja ndio mzee. Unasema mzee, wewe hauna akili wa rika hii. Umeingia tu kwa kanisa ndoka hii. Wewe ndiye mzee mkubwa, unaingia hapo unakaa na watoto hawa. Bwana asifiwe. Naona mashauri wanadamu. Vile wanasema. Hata kukutia moyo sasa anataka kumaliza moyo. Bwana asifiwe. Mwingine anakuambia zani, kwani wewe huoni? Unaenda kwa kanisa changa hii. Sasa ndoka hii unaenda hapo. Bwana asifiwe. Amen. Pikia Bwana makofi jamani. Bwana ni nuru yangu. Wokovu, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Nimwokope nani? Yes. Hii nani ni mzuri sana. Amen. Bwana ni ngome ya uzima wangu. Haleluya. Nimwokope nani? Yori changa. Wanadamu. Uriye mulakuzi. Uriye ukende na mali zovala ali ndishendi mitishamba. Uriye mwenoe. Yeye si kitu mbele za Bwana. Yeye ni mwanadamu tu kama wewe. Aliumbwa kama wewe. Yes. Haleluya. Ametiwa uhai kama wewe. Kwa hiyo Mungu ana sababu hata kumuondoa. Bwana sifiwe. Amen. Hatuwezi kuokopa mwanadamu. Hatuwezi. Kwa sababu ako na madawa. Kwa sababu amechenga nyumba nzuri. Kwa sababu anaendesha gari. Kwani gari ndampeleka mbinguni? Pasipo kujua Mungu hakuna mbingu. Itakayofunguliwa kwa sababu ni hakuna. Maana Mungu anasema kwamba watakaoingia ufalme mbinguni ni wale ambao wamenyenyekea. Haleluya. Wamenyenyekea na kujifanya kama watoto wachanga. Sio mtoto mjanga ukimpika kiboko tu sasa. Yule ambao umeshika huyo. Sasa ukimtandika tu kiboko, anaanza kulia na taka. Sekendi tu tano ukimuita tu fulani. Unaona kinaitikia. Haleluya. Na kanarudi kwa nafasi yake tu. Kawaida. Haleluya. Lakini wewe mtu mzima ukikongo utachuta siku mzima hata wiki mzima. Atafunga. Bwana sifiwe. Amen. Lakini mwatatu kwa sababu Mungu anapenda watoto wachanga. Haleluya. Kwa hivyo wacha tukubali wokovu. Mwanadamu hataweza kututenda kitu. Maana usiku analala, mchana anatembea kama wewe. Wewe yeye pia analala kama wewe. Haleluya. Hata akifanya mambo yake analala. Sasa wakati anaenda kupumzika na Mungu anakuja sasa anasema sasa leo wewe nataka roho yako. Hapo na uwezo kusema Bwana niachilie. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu ni mkuu. Ana uwezo na mamlaka chini ya wanawake. Haleluya. Kwa hivyo tusiokope mwanadamu. Tusiokope vita. Yes. Labda pengine unaweza toka muda zime kama mama. Mama mbona umekaa hapo? Bwana sifiwe. Kuna watu wengine wako na machekeli mengine mabaya sana. Anakuambia tu maneno mengine uangalie sasa huyu amesema nini. Kwani hapo hakuna Mungu. Kitu ambacho sisi tunataka ni mahali hapo Mungu yupo. Yes. Haleluya. Maana Mungu anasema palipo wawili watatu yeye yuko pamoja nao. Yuko pamoja nao. Haleluya. Kwa hivyo walipo wawili watatu hata wewe peke yako bora wewe umechue kwamba unaita Mungu gani? Bwana sifiwe. Umaanisha wewe unaabudu Mungu gani? Kiwa unaabudu Mungu aliye hai, Mungu aliyotuumba sisi, Baba anashuka. Anaachia malaika wake watakatifu wanakuzingira. Yes. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Yes. Na ana mipango mizuri kwa mwanadamu. Ana mipango mizuri kwa watu wake. Kwa hivyo vijana,
Mungu ako ni mipango mizuri kwenu. Haleluya. Ako ni mawazo mazuri kwenu, si kama mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuwazia mawazo mabaya. Anaweza kufikiria mawazo mabaya, lakini Mungu ako ni mipango mizuri juu ya maisha yenu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wale ambao hata wamekuja wakeni, namuomba watu wa Mungu, vijana, leteni watu wengine. Hili ndio kanisa ambalo Mungu amechukua kwamba ushiriki. Utaona mabadiliko. Haleluya. Utaona Mungu vile atamuinua. Usiangalia kwamba kwani hapa hata hakuna vijana, kwani hata hapa hakuna watu. Hiyo isikusumbue. Kazi zingine zote ni za Bwana. Amen. Wewe kazi yako ni kukuja kusema Bwana, mimi nimefika. Mimi nataka kupeana neno Bwana. Kama mimi mchungaji, nataka kunipeane neno. Baba nipe watu. Haleluya. Mara nyingine mimi mchungaji leo alikuwa ananifundisha kwamba hata ukienda tu mahali, watu wakoze. Na viti viko, viti vimekaa, viti sio wameweka viti. Wewe upili neno. Haleluya. Pia wewe viti sikia. Sikia neno la Bwana. Mungu anasema hiki na hiki. Sikia neno la Mungu. Bwana mwenyewe siku moja ataleta watu, utasikia watu wamechaka kanisa, na utafurahi kwa sababu Mungu atakuwa ametenda. Kwa mimi nafurahi pia kwa sababu hata wengine ukianza na watu wengine pengine wengi utasema kwamba nilianza na watu wengi. Utakosa mambo ya kushuhudia mbele ya Bwana. Haleluya. Heri mwanzo mtoko. Ili Bwana anapokuinua, Bwana anapokupepa, uwe na kusema mbele ya watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo sasa ukisema ukishuhudia, watu wanasema kweli aliyaona. Hata akishuhudia aliyaona. Come on, yes. Bwana sifiwe. Amen. Si vizuri, unajua watu wengine wanapendanga mahali pazuri tu. Wanasema hapo kama kitu unaanzisha mwenyewe. Anzisha kitu yako mzuri. Amuka pole pole. Bwana atakushika mkono. Maana yeye amesema yeye ni wokovu wetu. Atakulea katika sehemu fulani nzuri, atakuelekeza na utaona utasimama katika njia ambayo inapendeza. Bwana sifiwe. Hakuna aliye kama mwanadamu kama Mungu. Mungu si mwanadamu anayeweza nena uongo kwa watu wake. Bwana sifiwe. Yeye habadiliki. Mwanadamu anaweza kubadilika. Mwanadamu mbadilika sana. Lakini Mungu hawezi kuwa mbadiliki. Yeye habadiliki. Yeye anaponena jambo lake na kwanga jambo la ukweli na la haki. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, vijana, wa mama ambao wamekaa, mzee, na mtia moyo. Vile umeshuhudia kwamba itakuja na watu wengine. Naomba ya kwamba Mungu akupe nguvu, akuelekeze vizuri. Akupe maneno mazuri utakayeshawishi watu wa Mungu. Ambatana nao kuja nao katika nyumba ya Mungu. Hiyo ndio sifa za Bwana. Ninajua ya kwamba utakaowaleta wawili watatu, tuna mahali Mungu atakuinua. Hautakosa zawia. Haleluya. Tuna mahali Mungu atakukumbuka. Ukisimama ukisema Bwana, wewe ukasema wewe ndio wokovu wangu. Kwa chini nimefanya kazi yako hii. Ninataka ninakutai. Wewe nao unifanyie hiki. Mungu atafanya. Bwana asifiwe. Amina. Mungu atafanya. Bwana yeye si mwanadamu anaweza nona uongo watu wake. Haleluya. Bwana alisema kwamba niite damu taitika. Alikuwa na sababu. Ukiita Mungu atakuitikia kwa maneno yako mazuri. Maana yeye pia anaangalia yale ambayo umetenda mazuri kwake. Anasema ndugu, hata ukiniita nikiwa wapi nitaitika. Maana nimeona wewe matendo yako mazuri mbele yangu. Umenipendeza yale ambayo umefanya, imenipendeza moyo wangu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yes. Haleluya. Amen. Mungu ni mzuri. Haleluya. Amen. Yeye ni wokovu. Bwana ni nuru yetu. Nuru. Ni heri tutembee katika nuru. Unajua watu wengine wanapenda kutembea katika giza. Haleluya. Na nuru na giza haiwezi ambatana. Haiwezi shikana. Watu wanapenda kutembea katika giza hawezi kuja kwenye nuru. Bwana anaochea kwamba watamuona. Na matendo yake itajulikana na Bwana. Haleluya. Kwa hiyo sasa ataje aonekane katika nuru, anataka akae katika giza. Yes. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi ambao tunakuja katika nuru, kwa maana Mungu anasema yeye ni nuru. Yeye ni nuru yetu. Waje tutembee katika nuru hii ya Bwana. Popote unapokaa, kule nyumbani, popote unapoenda, wewe uwe nuru ya Mungu. Haleluya. Amen. Na utafanya kazi ya Mungu itakuwa rahisi sana. Itakuwa rahisi kwa sababu kupitia kwako. Si mchungaji tu. Amen. Haleluya. Unajua watu wengine wanafikiria kama mchungaji ndiye analeta watu. Hapana. Mchungaji ako hapa kuomba. Sisi tuko hapa kulia Bwana. Bwana, tunakuomba. Baba tunakuomba usikie. Sikia vilio vyetu. Tuletea watu. Leta wasee, leta wamama, achaje vijana. Niwe kazi Mungu anakutuma endea mtu fulani, enda naye katika nyumba ya Mungu. Na kikoje tuna maneno yapata pokea. Mungu ametupa maneno mazuri. Bwana asifiwe. Tuna message kubwa hapa ambayo Bwana anataka tupeane kwa watu wake. Ili watu wake wafunguliwe, watu wake wainuliwe na waone mwangaza wasione giza. Asante. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
Haleluya. Bwana ni nuru. Haleluya. Yeye ni mwangaza ulio wa ajabu. Yeye hawezi linganishwa na wanadamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Watendao mabaya. Mstari wa 2 nasa inasema hivi. Watendao mabaya walipomkaribia. Haleluya. Amen. Waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walichukua wakaanguka. Haleluya. Walichukua wakaanguka. Tuna maadui wanataka kukaribia wale nyama yako, wale matunda yako, wale kazi yako, wale mambo ambayo umetengeneza mazuri, wale maono yako. Haleluya. Bwana anasema kwamba watachukua na wataanguka chini. Mimi ndiye nimesema? Hapana. Si ni neno la Mungu? Amen. Hili ni neno la Bwana. Wataanguka. Wataanguka. Najua kwamba watu na watu ambao wanakufuata nyuma. Wakiona kwamba sasa wewe umekuwa nuru, sasa wanataka kukufuata nyuma ili wakuangushe. Hapana, Mungu ni mtetezi hapo. Haleluya. Mungu anasema atawaangusha. Haleluya. Kwa hivyo sasa usijali ya kwamba nani atakuwa mtetezi yupo, ni Mungu. Mungu ni mtetezi wa ajabu. Yeye ni mtetezi. Haleluya. Ni mtetezi. Bora wewe umfahamishe mambo yako. Sema Bwana niko hapa. Mimi ninataka hiki na hiki. Ninataka unifanyie hiki. Bwana ni mtetezi wa ajabu. Anashinda mwanadamu. Haleluya. Bwana asifiwe. Watakutafuta, watakuinda lakini hawatakufikia. Amen. Asante. Watu wanatupanga makombora sana. Wanarusha makombora. Wanatafuta watu wa Mungu. Wanatafuta watu wa Mungu ili wamalize. Lakini Bwana yupo. Anatetea maisha yetu Baba. Haleluya. Yeye yupo. Hakika wewe ni simba wa Yuda. Yeye yupo. Yeye halinganishi na mwanadamu. Yeye halali kama wewe unalala. Yeye hazinzi. Kazi yake amekaa kuangalia watakatifu wake. Wale ambao wanaoinda watakatifu wake ni nani? Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ataachilia makombora yake na utaona kwamba maadui utaanguka. Amen. Sasa wanapatanga watu wengine wanasema, hiyo kanisa la mnagani? Huyu mchungaji anaonekana machini. Anaonekana ameenda katika njia nyingine. Wewe umekaa katika mbele za Bwana. Umeita Bwana amekuwa wokovu wako. Haleluya. Sasa ukiwa wokovu, Bwana akiwa wokovu wako, nani atakufikia tena? Hakuna. Ni wewe ni mtakatifu cha Bwana, kitu kitakatifu cha Mungu. Haleluya. Ukiwa kitakatifu cha Bwana, kitakatifu kinayopendeza Mungu, hakuna adui atakayekufikia. Hakuna atakayekusongea kuangusha. Hata kutafuta miaka enda, hata kuwa na pesa, hata kuwa na milionea, hata sema nitamwendea Uganda, hata sema nitaenda tu Amerika, hata kuweza. Hawezi. Haleluya. Hata kufikia. Mwenye hata kurudia sema ndada ulienda wapi kwani wewe? Sasa katika mawazo yake atafikiria kwamba sasa pengine wewe ulienda kwa mahali ambao unashinda mahali ametembea ame. Haleluya. Na kumbe wewe umefika tu hapa. Kaiba tibao hapa tu. Neno la Mungu tu ndio limekuweka kuwa nuru ya Bwana. Kwa hivyo sasa mchawi hata kufikia. Haleluya. Sasa atangangana na wewe, yeye anatoa pesa, na wewe kazi yako ni kutoa maombi. Kuomba kwa Bwana. Kulia mbele ya Mungu. Haleluya. Amen. Sasa nani ataenda sana? Watu wawili. Wewe haukaramiki, wewe kazi yako ni kukuja mbele za Bwana, kufunga na kulia kwa mbele ya Bwana kusema Bwana, nipikanie. Bwana nitetee. Wewe ni wokovu wangu. Ni yule ambaye anakimbia na kara na tripod, anatoa pesa zake kukaramia kupeana ili akumalize ameshindwa. Haleluya. Amen. Mungu ni mwema. Neema yake inatosha. Neema ya Mungu inatutosha. Hakuna mambo mengine ambayo tunaweza tegemea. Neema ya Bwana tu. Neema ya Mungu. Mungu ako na neema. Neema yake inatosha kwa kila sehemu. Hata wewe vijana shuleni, pasipo neema ya Mungu hauwezi. Haleluya. Lazima uwe na neema ya Mungu shuleni. Haleluya. Neema ikishuka juu yako, wale ambao walikuwa wanakucheka kwamba huyu hawezi kusoma, hawezi Kiingereza, hawezi kusema nini, wataona huko top 1. Haleluya. Amen. Neema ni kitu mzuri. Ni usichifune kama ikishuka. Usiuchinue ikishuka. Ukishuka ikikuja usiuchinue. Mama, ukifanya biashara yako neema ikishuka usijiinue. Haleluya. Endelea kuwa chini ya Bwana. Endelea kuwa chini ulivyo Mungu ili Bwana aendelee kukusongesha. Ili maadui wanapokuona washangae.
Na huyu ametokea wapi? Ametoa wapi hii kitu? Mbona amesonga namna hii? Haleluya. Najua kwamba watatupika makombora, watarusha mawe, watasema mambo yao, lakini wewe utakuwa umesimama kwa sababu unajua kwamba niko na Mungu. Haleluya. Niko na Mungu. Aliyeniwezesha nikasimama nikawa jinsi nilivyo ni Mungu. Hata uweze niwache. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tupigie Bwana makofi jamani. Mungu huyu ni kweli Mungu wa ajabu. Bwana asifiwe. Amen. Tusome kitabu cha Yeremia. Yeremia 17. Yeremia 17. Tusome mstari wa 5. Yeremia 17 mstari wa 5. Bwana hasema hivi. Amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu. Bwana asifiwe. Bwana hasema hivi. Amelaaniwa yule mtu ategemea mwanadamu. Haleluya. Tuna yule ambaye amekaa tu anategemea mwanadamu. Anajua kwamba niko na dada yangu, niko na ndugu yangu, ni mchawi sana. Yeye nikifika kule wewe utalala. Nikifika kule wewe utaona. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni heri yule anayetegemea Mungu. Usitegemee mwanadamu mwenzako. Vijana mnasikia? Usitegemee mwenzako. Sasa naweza kuja kwambia kwamba baba yangu anajua madawa sana. Akikupea utakuwa mwakili shuleni. Na kumbe ndiye anakutafuta akuweke chini. Uwe mchinga. Bwana asifiwe. Amen. Sasa usitegemee, usichowahi kutegemea mwanadamu. Mwanadamu hana kitu. Mwanadamu hana uwezo juu yako. Mwanadamu hana mamlaka juu yako. Mungu ndiye ana uwezo. Mungu ndiye ana mamlaka. Bwana asifiwe. Mungu ndiye anaweza kupeana. Kila kitu kiko mikononi mwa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambaye mara nyingine umekuwa umetegemea mwanadamu, toka kule. Toka kule. Pengine alikuwa anakudisha kwamba utaona. Akiwa hata ako navyo si mali yake. Hiyo si mali yake. Hii ni mali ya Bwana. Ni neema tulishuka akapoewa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo usitegemee mwanadamu kuone kwamba sasa nikimwacha nani atanisaidia? Nikimwacha ataniwacha pia. Ni heri mwanadamu akuache, lakini Mungu asikuache. Amen. Mnanipata? Amen. Ni heri mwanadamu akuache, lakini Mungu wako asikuache. Maana Mungu anapokuacha wewe utakufa. Wewe hautaishi vizuri. Maisha yako itaharibika. Ndoa yako itaharibika. Watoto wako wataharibika. Utaendelea kulia ni kuhangaika Mungu akikuacha. Lakini Mungu akiwa pamoja na wewe, hautahangaika. Hautalia. Maisha yako itakuwa maisha mazuri, maisha ya kupendeza watu wengine. Bwana asifiwe. That's why Biblia inasema ategemea mwanadamu amelaaniwa. Ndio alizaye kana sababu alizie ndine mshani wewe alaho. Alaho. Hata shida ni kwa hapo. Ini shida ni kuira aliranga za alaho. Bwana asifiwe. Amen. Hadi wao wanaweza ndio kuingiza musiko bulinya. Na nyange chao ndina sana rangira Mungu la rure. Ndio sawa. Kwiro liuhoi. Kwiro lima msirenge sio. Ne wale kanasai, bantu balilwanye bali kanasai, badanga bali kulama bali kumasinduta. Haleluya. Bali kanasai baba bali kwa kufulanga. Unajua watu wengine walanga bantu basi wa grow bantu grow befulanga. Ye fufulasi maana ukonye sindu. Kubalia uchafuke. Anguka chini. Ukilia kwa sababu natafuta kitu kwa kutoka kwa Bwana. Si kwa mwanadamu. Maana mwanadamu hata ulia topiga makoti. Umwambie ndugu nimekuja kwa sababu nyumbani nimelala njaa. Watoto nimewacha wakilia. Atakwambia enda ulimi. Enda tafuta yako. Wala dijere ni mangano lienda. So akonile ngesa. Baba muoti sine uko. Mbona unataka kuziba sali? Ani baba nini manga wali muoti. Muoti sine na kuko. Bwana asifiwe. Kwa sababu maisha yako wewe akili yako kwa malila kusoma nyezoli anenja namba. Hata ya kalima senda jana yamba. Hata la konya namba. Nikucha kusaba shilingi ni yamba eresha. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tusije tukategemea mwanadamu. Kanisa hili kusimama ni Mungu. Haleluya. Amen. Ni Mungu tu.
Mchungaji alikuwa anataka tupome, anataka tufanye kazi gani? Ni Mungu. Ni Mungu. Mungu akikosa kusimama kazi haiwezi fanyika. Lazima Mungu tutegemee Mungu. Tuseme kwamba Mungu tumepanga haya na haya. Katika kanisa hili letu hili tunataka tufanye hiki na hiki kwa sababu Mungu nataka tukitegemee wewe. Haleluya. Utaona mipango itaenda sawa sawa, itakuwa nyewe. Asante. Lakini ukitegemea mwanadamu atahepa. Wakati ikifika utapika simu apatikane. Utamuita na kuambia ninakuja na hakuji. Amehepa. Na akili yako umemalizia kule. Sasa utaanza kulia, utaanza kuhangaika, utaanza kujipiga kujitesa na amekuacha. Umeacha kutafuta Mungu. Sasa wakati utapata rudi kutafuta Mungu, Mungu naye ameenda. Yes. Mmajiroka mrio. Ani ngome changa zaidi na sana ngokaluka na ngasomera sana changa sana. Yo, ani shamba namba 2. Ayo kulinda bandu balla arangira ku mwanadamu. Akonya ku mwanadamu alahiro. Nana akaluka nana abangonya kuna sai. Haleluya. Bwana sifiwe. Mungu ndiye ataliza mwana mundu wale. Anajua mtoto wangu mgonjwa. Haya ni magonjwa. Haya ni mapepe imevamia mtoto wangu. Lakini hivi shida mtume mwami musalire ili aone. Acho bakanga ubalo kuziwa kone mako kabo akonye male siba buchanja mwana alahirwa anana konyana konye kupasi. Umeshategemea mwanadamu. Sasa ndio sasa Mungu anakuja wapi? Anakupea kazi nzito pasi. Bwana sifiwe. Sasa unapata kazi ngumu, unakaramika lakini Mungu asikii. Ameweka kama kwanza. Pata kabla Bwana afungue mlango, upate breakthrough. Watakuwa ameng'ang'ana, ameumia. Amechoka. Kwa sababu Mungu huangalia ripoti ya kwanza imetoka wapi. Ripoti ya kwanza imetoka kwa mkanga. Nyingine amekuja kutafuta ameenda kwa kutafuta matao. Amechanja mtoto. Sasa ameshirikana, sasa anaona kwamba sasa arudi kwangu. Usiala kunena sasa baba kumaliza. Bwana sifiwe. Na mbona tunatangulizanga wanadamu kuliko Mungu? Tunatangulizanga wanadamu. Bwana tutangulia tunaacha Mungu wetu. Na Mungu huwezi kumwacha chini. Maana ulamu nyola. Ni mnachezanga utaweka chini Mungu utampata. Huwezi pata. Tuna wale ambao wanahitaji huyu Mungu awatendee mambo mazuri. Awaponye, awakuze, akutane na haja zao. Ne umre razo ulizakana ana ndia zina za yeze pale kandi ndukaruha baadaye. Bandu bamwenya bana. Wala munyola. Na bandu banyi balira aumia. Hata uni za hali hata. Ale nyanga za bamuole na bamu wala koza saa bola kuzidi kuwa mana anyola koza kunywa maji. Haleluya. Ne wewe nawe umepewa neema mzuri. Neema Bwana ameachilia. Uko kwa sehemu mzuri unaweza omba. Unaweza ita Bwana asikie. No haya kumurangirira no chakuma kwa kandi. Bwana sifiwe. Amen. Sasa unaona sasa nyumba zetu tunaanza kuharibika, tunaanza kulia, tunaanza kupitia katika shida mbalimbali kwa sababu tumeweza kutanguliza shetani. Na shetani naye anapokutawala ni mbaya. Kukuajilia ni shida. Yes. Utangangana. Utangangana, utakimbia. Lakini yeye anasema siwezi muachilia. Siwezi toka kwa maana ametawala. Hata anasema nienda wapi? Nienda wapi? Maana anapoona ule unaomba, ule unamfukuza, huko unamfukuza. Sasa niende wapi nimepata makao? Sasa kupata baada ya kutoka utakuwa umeng'ang'ana na yeye mapepo. Kabla aende atakuwa amekukwarusha sana. Bwana sifiwe. Wapi watu wa Mungu, tutangulize Bwana. Kwa mambo yote ambayo tunaweza tenda, tunaweza kufanya, tutangulize Mungu kwanza. Hasa siku hii ya Sabato. Tutanguliza mbele. Bandu bakulanga nyange isabati na banje kubaira mufanya. Sisi yakolange kazi nyange Jumapili. Mimi nilipoitwa tu nikajua neno la Mungu. Sijiseni manga Jumapili ta. Bwana sifiwe. Amen. Sasa yakolange kazi yosi ta. Ngeshibu shange bateki chai, naweza kuja singa ndio kuana ndio kulipi pia kutia kanisa. Amen. Ni siku ya wenyewe. Hii ni siku ya wenyewe. Special day. Hii siku inaweza. Lakini yeye murangira mko kandi mbili. Nolekana sai. Mbekenje nimeko ndikuitana nesaba bikani biuli nenje mu kanisa. Mukuli mako kunyole mako. Uli kunyole mako. Mundu alikuita sana kwanza akaanza kureta mako kwanza nolimanga na mwanzo usondanire. Bwana sifiwe. Nano kabla ulengi mako wicho hesabu. Onyolira mako wichanga mu kanisa umekwasika. Sasa hata huwezi sikia injili. Hauwezi elewa Mungu anataka nini kwa sababu umepata mambo kule.
Tunapatana watu wa Mungu. Tutangulize Bwana. Mungu anataka yeye awe mstari wa kwanza. Ni mambo mengine ifate. Licha pengine hata unaweza amuka hakuna chakula kwa boma. Kwa nyumba hakuna, unga hakuna. Lakini hiyo isikusumbue. Haleluya. Isikusumbue utakula nini, utakunywa nini. Mungu anajua. Si mjinga. Mungu ni mwerevu, Mungu ni mwakili. Mipango zake haiwezi chunguzika. Huwezi chunguza mipango za Mungu uweze umaliza. Haiwezi chunguzika. Mwanadamu unaweza chunguza mwanadamu ufikie, lakini mwanadamu Mungu hawezi kumchunguza. Mipango zake hazichunguziki. Lakini sisi tunajaribu kuchunguza mipango za Mungu. Hadi hoja kwa nazali kwa ngolo lihaya kwa zandole. Jaribu na sai. Sasa umejaribu. Haleluya. Amen. Jaribu Mungu na sai wako. Biblia inasema kwamba usiwahi kujaribu Mungu wako. Na wewe jaribu na sai Mungu. Henje nimesa. Nikusema kanisa nene kanisa. Maana aulira. Hata ukitubu Bwana atasikia. Umefanya kosa ambalo umelichua. Lile ambalo mwenyewe umelichua na umelifahamu nimefanya kosa. Sasa Mungu hata useme baba nisamee. Nimekosa, nimefanya makosa kule nyumbani. Mungu anaona kwamba wewe ndio ulifanya makosa. Bwana asifiwe. Waje tutangulize Baba. Waje mambo yetu Mungu atutangulie. Nasi tufuate Bwana. Utaona maisha yetu itakuwa maisha ambayo inapendeza Mungu. Mungu ni mzuri sana. Ni maisha ya Bwana, unapoishi maisha ya Mungu ni maisha ambayo inapendeza. Maisha ambayo inafurahisha. Bwana asifiwe. Kabla mimi sijua Mungu. Haleluya. Amen. Nilikuwa hata sijui kuvaa. Nilikuwa hata sijui kuvaa. Nilikuwa nikiva nikienda kanisani navaa slippers. Ingo baba nakbi gaza, bali nondo kutenda chile kuke. Nani wabi gaza ingo mwiza nduku. Batakuja kuna sae, oje ufali no fali bula wono chinge wona sae, obi gaza ingo mwiza nduku linonda chile omwana. Bila robi gaza chimbe bisigenda ngo sauli binonde fwana nenje omwana wangu, umukana wangu. Ne walo kubukuti. Wafona usiri kutia ile bisa robi. Haleluya. Hii ni ofisi ya Bwana. Hii ni ofisi kuu. Haleluya. Lazima tutangulize Bwana. Tufae vizuri. Tujipambe. Tukijua kwamba tutaenda katika ofisi ya Mungu. Naenda kufanya kazi ya Bwana katika ofisi yake. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninajua kwamba tutaenda kurekebishwa. Haleluya. Maana Mungu anataka katika ofisi yake iwe ofisi ambayo inapendeza. Inapendeza. Ili malaika wa Mungu wanaposhuka, wanapotembea wakipeleka ripoti, Bwana anapokea ripoti mzuri. Ya kwamba kanisa fulani nimeona watu wanapendezwa. Wamekaa wamekongoja. Haleluya. Na umesikia neno lako umebarikiwa. Bwana sifiwe. Hilo ndilo Mungu anataka. Neema. Tumia neema hii mama. Neema hii tumia. Usiruhusu neema hii. Itumikie. Nonyo litamana kale bakuli la chingubo. Fala chingubo etio. Fala nyanga noje mu kanisa ifa. Kasi ayi mubiri kwao. Inyende nyanga ilikenda. Oliye kwa bakufala ingube mana zoli fala ta. Olishaba bakubona kuyireje moja rinokuwenda bakufansiye kubo zikundi gusa. Tingo bazo legera bandi bakamananga sana bakwana ati. Na wabi kamizanduko lindi fala. Fala kwa mzuri. Kipambe kama bibi harusi wa Yesu. Yes. Wewe ni bibi harusi wa Yesu. Ukikuja kwa Bwana faa vizuri kama bibi harusi wa Yesu. Ukimtukuza Bwana, malaika wanaona kwamba wanashuka, wanatembea wakitenda kazi ya Bwana, wakifanya operation. Na unaona tunabarikiwa, tunatoka mbele. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Tutumikie neema hii. Mnanipata vizuri? Usiwache neema hii iende. Utatafuta. Utakoza. Kwa hivyo msenda kushukuru. Tumia neema hii. Unapotoka ukielekea nyumbani, tumia neema hii. Leta watu wa Mungu. Mwambie Mungu anamhitaji. Ni wakati Bwana ameajiri neema yako. Mbona hakutumia kama huko kijana? Alikuwa na sababu ufika umri huu ili akutumikie. Haleluya. Kupitia kwa neema ambayo Bwana ameajiri juu yako. Sasa wewe ufanye kazi ya Bwana ili ulete watu wa Mungu katika nyumba ya Bwana. Maana nichie kwamba ukifika umri huu, unapoambia vijana, unapoambia hata watu wa rika yako, watajua kwamba umekuwa katika kiroho. Amen. Haleluya. Amen. Watajua kwamba umekuwa na wataelewa kwamba mahali unawapeleka ni mahali pazuri, sio mabaya. Ni mahali pazuri. Maana Mungu ataangalia rika yako. Na angalia vile umefaa. Na angalia vile umekaa na naona huyu mzee sasa mahali ninaenda hata nikimfuata ninaenda mahali pazuri. Bwana sifiwe. Na bora uwalete. Sema Bwana asante. Kazi nimemaliza Baba, nimefikisha. Sasa kazi ni kumjua. Yes. Utaona hapa vile Mungu atafanya kazi. Haleluya. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Mmenipata watu wa Mungu? Yes. Leo sitapita hapa. Amen. Leo ndio Roho wa Mungu amenisaidia nifika hapa. Amen. Na wale waliyesikia utakapofuata hili neno utainuliwa. Amen. Mungu atamsongesha watu wengine. Hata mwacha mpaki sauti ile mfuata. Mungu si mwanadamu kama mwanadamu mwenzao. Yes. Mungu atakusongesha watu wengine vile mwenyewe anapenda. Haijalishi atafanya nini, lakini mwenyewe anajua. Haleluya. Amen. Mungu amani wabariki. Amen. Asante mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, bado kama hiyo wepo inatembea, nataka tuabudu Mungu mnapokuja katika hali ya maombi. Uenda uko hapa na uko na mambo ambayo inakutatiza. Nimesema leo mimi niko na shida, lakini nashukuru Mungu kuleta mtumishi wake ili ashikilie hiyo nafasi. Kwa hivyo uko na shida, tafadhali ninapoweka hii wimbo, chukua jukumu la kukuja kwenda mbele za Mungu na ukutane na Mungu na ukuje huku mbele tuombe pamoja na wewe.